Chambui. Mimi nazungumza kwa mifano yangu. Mimi na ambao tunapaswa kufuatilia. Sisi pia tunapaswa kujua. Ni wajibu wako sasa tutafuatilia. Ni wajibu wako. Producer yupo atafuatilia na Nasib naomba ufuatilie swala la marefa. Hii ni radio. Of course. Watu wanasikiliza, kwa nini unaficha? Wewe una maslahi na TFF? Hans. No, tujibu hapa. Wewe una maslahi na TFF? Hii ni media. Hiyo ni news. Tukiibua habari mpya hapa. Juma nisikilize. Tukiibua habari mpya. Jumayo nisikilize. Hii ni media. Ndiyo. Watu wanatusikiliza. Wewe una maslahi na TFF? Kwani tulikuwa tunajadili hapa watu gani? Si TFF. Basi niache ni conclude. Nimesema hii haina uchambuzi. Wewe utafanya research kwa ajili ya kuleta mjadala. Turudi kwenye ule mjadala. Kwa nilichokizungumza, kwa research yangu niliyoifanya, taarifa nilizonazo, marefa wa kike wanaochezesha ligi ya wanawake wanadai zaidi ya misimu 2.5. Hiyo sasa tutafuatilia. Taarifa nyingine nilionayo, mashindano ya taifa ambayo yalifanyika Disemba 2023 Mwanza ya under 15, marefa waliochezesha yale mashindano hadi leo wanadai. Ndio maana nimekuambia mashindano ambayo yako chini ya TFF kuna changamoto kubwa sana. Hivi vitu vyote mijadala ina kama tuliwasikia hapo hizo ya pesa. Kwa nini watu wasilipe pesa pale ambapo mashindano yanakuwa yamekamilika? Lakini pia nataka ni hiyo ndo point yangu. Nimepongeza kwa upande wa bodi ya ligi kwamba vitu vyao inapokuja swala la malipo, bodi ya ligi wanajitahidi. Changamoto inakuja kwa mashindano ambayo yako chini. Asante Hans. Mimi ndo conclusion yangu. Asante Hans. Swali langu ni kwa uongozi kwanza Young Africans. Wametuambia kuna fedha ambazo wenyewe wanazidai kutoka kwa mamlaka kwa maana TFF. Lakini utanikumbusha vizuri Juma. Ndio. Wakati Young Africans misimu 2 iliyopita wanafunga ripoti za mapato na matumizi ya mwaka, hawakuinclude fedha kutoka kwenye mashindano. Sikusikia. Hawakuzisikia? Lakini hata kwenye mkutano mkuu wa kufunga mwaka jana, mimi sikuwahi kusikia wakisema kwamba wanaidai TFF. No. Yaani kwenye vitabu vya mahesabu kuna kilichoingia na kilichotoka kiasi. Katika kiasi kilichoingia kwenye vyanzo pale vya mapato vilivyopelekea kiasi kuingia ndani ya timu, hakukuwa na fedha kutoka kwenye mashindano. Haipo. Fedha labda tulichukua labda milioni 100 kutoka ubingwa kwenye ligi, milioni 50 kutoka kwenye mashindano ya FA, labda mashindano ya CAF tulifika tuwafund tulichukua kiasi kadhaa. Hakukuwa na hizo fedha hapa. Zipo. Zilikuwepo. Watu wangehoji kwamba mbona zile fedha why wali include fedha ambazo bado hazijawafikia, kwa sababu mimi najua kwenye vitabu unaweza ukasema kwamba bwana hiki ni kiasi ambacho tumeingiza kwa sasa, hiki ni kiasi tulichotumia, lakini kuna kiasi ambacho tunatarajia kuingiza. Lakini mimi nilivyoona pale ni kama wali include kiasi kwamba hiki tulipata kwenye kwa waliwaongopea wanachama. Na pia ndio maana nasema umeona hilo deni wanasema kwamba ndani ya miaka 3, si ndio? Misimu 3 hajalipwa. Lakini kwenye huo mkutano mkuu wao ambao walihusisha wanachama wa kufunga mwaka, mimi sikuwahi kuona wakiwa nawaambia wananchi wao nini wanachama wao kwamba kuna pesa tunaidai TFF. Maana yake hii ni taarifa mpya pia ambayo pia waliwaficha wanachama na mashabiki wao. Ndio wanaipata sasa hivi kama tunavyoipata sisi kwamba kuna madeni ya miaka 3 mfululizo. Anyway, bwana